just a few minutes ago. Actually, it must be less than 20-25 minutes when I went off there on KUTV and to come. Wale wamewatch, nashukuru, but you still can follow it. If you go to my Facebook page, you will find the interview there that I had with KUTV this morning. So we are in Jeremiah chapter 2, and I think we went up to verse 19. So we are now in verse 1. Na natumai ya kwamba tutaandamana pamoja. Now, one of the major things that we are saying here is that God is building his case. He is he's saying, look here, there are things that you have done that are not right, that I've gotten you. You are my people. And this is a prophecy. God through Jeremiah is speaking in Judah. Judah has two tribes, has Judah and Benjamin, who are now in Jerusalem. The other tribes have already been carried captivity by Assyria, and they are in captivity. And so the talking to is Judah and Benjamin. But when you look at chapter 2 and 3, you'll find a lot of reference to Israel. But the question he is asking Judah is, can't you learn from Israel? Can't you learn from the other ones? Can't you learn from them? That because of the way they have been doing things, they have been carried away. And we said there is use of figurative language, images, na Mungu analeta dhihirisho, anaonyesha kama mwanamke ambaye na tukaona mfano akimuuliza, wakati ambapo ulikuwa mchanga, sikuwa nimekuoa, na I had betrothed you to myself, you are my bride. Look at how serious you are. Look at how much you love. Take those images na tuziweke pamoja na sisi wenyewe kama Wakristo wa siku hizi, na tujiulize, je, kama maisha yetu ya Ukristo ingechukuliwa na ifanywe mfano wa sisi kama wameolewa naye Kristo, je, ingekuwa namna gani? Bwana asifiwe. Ingekuwa namna gani? How would that be? And so we saw that, and we saw what I called like the problem statement. Mungu anasema ya kwamba mimi kisima cha maji yaliyo hai, na mmejitengenezea viungu ambavyo haviwezi kushikilia maji, viungu vilivyofujika, pots or cisterns that are broken, that cannot hold water. The question as we move ahead and as we look at these imageries being used, that we must go asking ourselves is that, am I still tied to the source? Je, bado niko katika source, katika Mungu anayeniwezesha, ndiye anayenipatia nguvu. Bwana asifiwe. Nikasema ya kwamba just this morning when I was on TV, that when we think about success in life, the first question we ask ourselves is, who assigned you the task? Nani alikupatia hiyo kazi? Nani anakuwezesha? Lakini unapata ya kwamba Mungu hawezi kukuwezesha kama umeshaondoka kwake. He's saying in John that I am the true vine. Praise the name of the Lord. So the question is, am I abiding in him? God is saying, you have forsaken me. Are there things that we may have done in our lives and they are reflective of us having abandoned God? Verse 20 he says, for long ago I broke your yoke and burst your bonds, but you said, I will not serve. So he is them and telling them, look at the things that I have done to show you that you ought to come back to me. I've brought you to a position, a situation of ambapo nipakuhitaji, mahali ambapo and when I think about our day and age, you can think about the things that God may have done to draw you back. But the question is, does God have to do those things to draw me back? Does God have to put me through suffering for me to be able to seek him? Somebody can switch off this light here nyuma kabisa.
because of my broadcasting live. It's affecting. So, does God have to take you through a hard moment na ili umrejelee? Lakini anasema hata nikikufanya hivyo haujarudi. Bwana asifiwe. Then he says, yes, at every green tree you bow down like a whore. Praise the name of the Lord. Yeah. That is a very serious statement that God is making. And it is us to look at it. First and foremost, to think about it. Thank you. Think about a wife who is married. And now the husband is saying, chini ya kila mlima, chini ya kila mti, hata si kwa nyumba mlienda. Bwana asifiwe. Si ni neno, mnaniangalia namna gani kama ni maneno gani nasema. Let the imaginations teach you how serious this matter is. So, a husband is telling a wife that on every hill, at every tree, umeenda ukakuwa kahaba. So God is showing the seriousness of the matter. And you may look at yourself and say, mimi sijakuwa kahaba. But the question is, what this is an image? It's a symbol. If God was to come to you, how will he speak? Will he say, katika biashara yoyote, katika familia yako, you forsaken me. Katika huduma ili ambayo nimekuambia ufanye, you forsaken me. Nikikuja hiyo shopping center, mambo yale unafanya hayaonyeshi wewe kama ni wangu, hayaonyeshi uhusiano wangu na wewe. And I remember there's a time here I spoke about finishing the task, sometimes towards the end of last year. And I remember telling you that God is looking, kile kitu ambacho kazini amekupatia, task ile amekupatia, unaikamilisha namna gani, unaitekeleza namna gani. Na nakumbuka nikisema, wacha hii ya karibu mwisho wa mwaka, wakati wa Easter, nikinena wakati wa Easter, nikasema ya kwamba Yesu yu mlangoni anabisha aingie. Hilo neno na kufikiria kwamba ni neno ambalo linatakiwa kusomewa watu ambao hawajaokoka, ambao wanatakiwa kuja katika wokovu. Lakini nikakwambia ya kwamba, je, matukio na mambo yale yanayotendeka katika familia yako, yale yanayotendeka katika biashara yako, yale yanayotendeka mahali unapoishi, yanaweza kumpatia Yesu Kristo environment, mandhari mzuri ambayo anaweza kuja na kuinhabit? Ama yuko mlangoni bado anabisha, lakini mule ndani yafanya unayoyatekeleza hayaashirii kufungua mlango? Maana kufungua mlango sio literal ya kwamba uende ufungue mlango, no. Bado ni figurative, ni mfano ya kwamba kuna vile ambavyo unarani hiyo familia yako, kuna vile ambavyo unarani hiyo biashara yako, kuna vile ambavyo unarani maisha yako mahali unapo, kuna vile unavyorani mahusiano na urafiki ulio nao na watu, na vile unavyofanya mambo hayo yanalingana na mtu ambaye amefunga mlango, hamtaki Yesu ndani. And God is you forsaken me. In your business, it is just like you are playing the horn. Kama wewe ni kahaba, mambo yale unafanya yanaonekana tembea na wanaume wengine kule. Akawaambia, yet I planted you a choice vine, holy of pure seed. Mungu anasema nini? Nilikutakaza, nilikuchagua kufanya mbegu nzuri ambayo inatakiwa kuzaa matunda mazuri. Anajiondoa hapo, anasema hakuna kile ambacho sijatekeleza kulingana na vile ambavyo unatakiwa kuwa. Na nakumbuka nikinena juu ya you are the right, na nikasema ya kwamba Biblia haisemi ya kwamba jaribu ungae. Inasema wewe ni nuru. Mungu anasema tayari nimesha kufanya nuru ya ulimwengu. I've already done it for you. Number 2 anasema taa na akaiweka chini ya meza, anaiweka juu ya inaitwa nini, ya mnara, na ili kila mmoja apate mwangaza. God is saying, I've already strategically positioned to excel. Tayari nimekuweka. Akasema katika Jeremiah hii tunasoma 17:7, yule ambaye ananitumainia atakuwa ni kama mti uliopandwa kando ya vijito ambao utazaa matunda yake. So God has already made you a choice vine. Amesha kufanya hivyo. Bwana asifiwe.
Amesha kuasha. He has already ignited the light in you. Your work is only to shine. But instead wachagua. Baada ya kuwafanya mizabibu ya kuchaguliwa, baada ya kuwafanya begu ambayo ni begu sawa, baada ya kuwapatia opportunity na nafasi ya kuweza kulishwa vizuri, ni vipi ambavyo mumegeuka, you have turned degenerate and become a world vine. Ni vipi ambavyo baada ya kutupeleka House of Worship Kamuru umefunzwa neno, baada ya kukupatia wazee, baada ya kukupatia akina mama katika, baada ya kukupatia vijana katika ushirika wa vijana, baada ya kukupatia mwalimu katika ushirika huo, je, baada ya kukufanyia haya mambo yote, ni vipi ambavyo sasa umegeuka kuwa begu ambayo ni vipi ambavyo hauishi hili neno ambalo umefunzwa? Ni vipi ambavyo hautendi mambo vile ambavyo unaelekezwa? Ni vipi ambavyo unavujika moyo haraka hivi, ilhali nimekupatia wazee katika ushirika huo wa wazee kusimama na wewe? Ni vipi ambavyo unaenenda na mienendo ambayo haimstahili mwanamke ambaye ameokoka, ilhali nimekupatia akina mama ambao wanaweza kusimama na wewe? Ni vipi ambavyo umetoka huko nje, umetafuta wanawake wa ulimwengu ndio unatembea na wao, umetafuta wanaume wa ulimwengu ndio unatembea na wao, ndio unaotembea na wao, lakini ona, nimekufanyia kila kitu. Nimekupatia mwalimu, nimekupatia marafiki, nimekupatia neno, nimekupatia mafunzo, nimekupatia onyo. Ni vipi ambavyo sasa umekuwa mzabibu ambao haufai? God is wondering, and he is asking the same question now, that after I've made seeds of the vine, after I've made you this good, how comes then that you have degenerated? Isaiah is saying, judge between me and my vineyard. Fanya kauli kati yangu na shamba langu la mzabibu. Shamba langu nililima, nikulima ama nikulima. Bwana asifiwe. Nililitengeneza, mawe nikaodoa, nikayaweka huko, mchanga nikautengeneza, nikaweka mbolea kwenye shamba langu. Baadaye nikaenda nikachukua mbegu ambazo ni za agrigasha. Ati hii si mbegu ya ni agrigasha. Nikachukua mbegu za agrigasha, nikakuja nikazipanda kwenye hili shamba langu. Lakini imekuwaje sasa? Shamba langu limezaa mizabibu mwitu. Anauliza, fanyeni kauli nyinyi. Lakini anasema mimi nimechagua nitakavyofanya. Ondolea ua, I will remove the fence. Na nitaachilia wanyama na vitu vyote viingie huko, vikanyange, viharibu. Kwa nini? Nilifanya kila kitu ambacho nilitakiwa kufanya, lakini shamba langu limenidisappoint. Praise the name of the Lord. Brethren, what has the Lord not done for you? Why would God come and say, you're not bearing the right fruits? You are going in the ways that you should not be going. How then have you turned degenerate and become a wild vine? Though you wash yourself with lye and use much soap, the stain of your guilt is still before me, declares the Lord. How can you say, I'm not unclean? How can you defend yourself? How can you come and say, and you know that is a very common thing among Christians. Watu wanafanya mambo na wanatafuta vijisababu vya kujisafisha, kusema unajua mimi ni unajua tunaishi wakati wa neema, si wakati wa sheria. Unajua si mabaya vile, unajua mimi nimezaliwa Mkikuyu, lazima tufanye hii mambo, lakini bado nimeokoka. So anauliza, why are you defending yourself? I have not gone after Baals. Look at your way in the valley. Know what you have done. And one thing that I said and I wish to repeat, ni ya kwamba they did not stop worshiping God. Bado walikuwa wanakuja kwenye hekalu, bado walikuwa wanaleta dhabihu zao, bado walikuwa wanaleta fungu zao za 10,
bado walikuwa wanakuja kuomba saa 3, saa 6 na saa 9, walikuwa bado. And that is what is happening now, that the church has become another social gathering. Kama mimi niko kanisani naendaga kanisa, and that is why nikiuliza mtu, unauliza mtu umeokoka, anakuwa the same. Bwana asifiwe. Because watu wanakuja kanisani, wanaomba, wanaabudu, lakini ukitoka huko nje hauoni hiyo ukanisa uko nje. Ukienda kwa biashara, ukienda kwa makazi, ukienda, we don't see this Christianity that is reflected by the full sanctuaries. Makanisa ambayo yamejaa, maruninga asubuhi ya leo yamejaa mambo ya kanisa. Kanisa zimejaa watu, zingine maelfu ya watu ni wa kanisa. Bwana asifiwe. Tukiingia kwa matatu, we don't get that taste. Tukienda kwa duka kununua vitu, tukienda sokoni, tukienda vijijini mahali tunapoishi, hatuoni hilo. So they never stopped doing the worship. And so they would say, I go to church, I tithe, I give my offering, I do this. But the question is, that is not what is most important. Even as you do that, you already have forsaken me. Look at your way in the valley. So don't tell me about when you are in the temple. Go to the valley and look at your way. Look at your way at home. Look at the way you talk to your children. Look at the way you talked to your husband yesterday. Look at the way you talked to your wife yesterday. Look at the way you talk to your colleague ambaye mnafanya kazi na yeye. Look at the way uliongelesha huyo conductor wakati ambapo alidirie kukupatia change. Look at the way uliongelesha huyo jirani wakati ambapo kwake kulikuwa na makelele na ulikuwa unataka kulala. Look at the way. Praise the name of the Lord. Angalia hayo mambo na uone, je, yanadhihirisha wewe kuwa umemwacha Mungu? Know what you have done. A restless young camel running here and there. A wild donkey used to the wilderness. In her heat sniffing the weed. Who can restrain her lust? Ni nani atakaye kuzuia? God is using serious, dangerous language to show you the seriousness of the matter. Bwana asifiwe. None who seek her need. None. Hakuna mtu ambaye anatafuta kukupata wewe uingie katika mpango wake wa maovu ambaye anahitaji kufanya kazi ngumu. Watu wakitaka uingie kwa plot yao hawang'ang'ani, maana ulijipeana. Bwana asifiwe. That is what the Bible is saying. That if a neighbor want to do bad business, they don't need even to struggle. You know there are people ambao wameokoka na ushuhuda wao ni mzuri sana. Mtu akitaka kuwaingiza katika mpango ambao haufai, lazima askim sana. Lazima struggle. Lakini kuna Wakristo wengine hata kazini, mtu akifikiria tunaweza iba pesa hapa, atakuja kwako and they won't struggle. So God ni kama punda that is on heat. Akoba, in fact hapa chini anasema wakati wake ukifika, there is no struggle in getting. There is no struggle. Ni rahisi. Bwana asifiwe. Wengine wetu ni rahisi sana watu kutupata na kutuingiza katika mabaya. They don't have to struggle because we already have forsaken our God. But keep your feet from going unshod and your throat from dust. But you said, it is hopeless, loved foreigners, and after them I will go. You know, it is useless. You know, God is saying, this is what you need to do. But you're saying, no, it's useless. Me, I've loved this. Napenda kufanya hii. Napenda huyu. Napenda kwenda hapa. Na hapo ndipo tu nitaenda. Mimi, I can't be restrained. As a thief is shamed when caught, so the house of Israel shall be shamed. They, their kings, their officials, their priests, and their prophets. So he's saying, kama mwizi akikamatwa, ndio hakuna mwizi huwa anaiba akamatwe. Bwana asifiwe. Mwizi anaiba asikamatwe, na wengine hata unaweza pata ni mtu wa heshima, ni mtu. Lakini anasema kama vile mwizi akikamatwa huwa anaaibika, ndivyo ambavyo Israeli itaaibika.
kama unapitia mienendo ambayo haimpendezi Mungu, ambayo haileti sifa kwa Mungu, kile ambacho lazima ugundue ni ya kwamba, and so the best thing is to turn and get back. So I'm moving very fast. I hope you follow me. Na naonyesha ya kwamba there is no one who will be, the emphasis of them, their kings, their officials, their priests, their prophets, is that nobody will be, hakuna ataachwa, wote watakamatwa. Who said to a tree, you are my father, and to a stone, you gave me birth? For they have turned their back to me, and not their face. But in the time of their trouble, they say, arise and save us. Isn't this a reflection of some of the things that we do as believers? Ya kwamba wakati wa ule ambao tunaendelea vizuri, tumaini letu linawekwa kwa mambo yale. Na nasema ya kwamba hawajanigeukia kwa uso wao, wamenionyesha mgongo wao. You may say, then maybe they said to a tree, you are my God. But you may find sometimes we put our trust in things, in people. We look at our businesses and we say they are our hope. We look at the people who, there are times when you've talked to people and you find they are in a relationship that is not good. I always say that any relationship that will lead me to sin is not worth it. And you find somebody, so they are in sin, they are in everything. Then you tell them that then if you have to walk with God, then you have to leave this relationship that is leading you to sin. Talk mostly maybe of sexual sin or such. And then they will tell you, nitaishi namna gani? Kwa maana yeye ndiye tegemeo langu. Yeye ndiye tegemeo langu. Yeye ndiye hunilipia nyumba, yeye ndiye hunipea chakula, maybe nikienda kwa mtu inaonekana kama it looks so bad, but jobs or businesses that we might be doing, and they lead us to sin every time. Kila wakati tunapofanya hizo biashara, lazima tukae tukitenda mambo ambayo hayampendezi Mungu. Na unapata ya kwamba mtu anakuja kuambia sasa, kama unataka kusimama vizuri na Mungu, itabidi uachane na hii kazi. Na yule mtu anakuambia, sasa nikiachana nayo nitafanya nini? Ndio hunipatia chakula, ndio hulipia watoto karo, ndio But that is the deception that God is speaking about here. Ya kwamba kazi haiwezi kukupatia chakula, ni Mungu hukupa chakula. Ni Mungu hukupa karo ya watoto. Biblia inauliza, Mungu aliyepeana mwili, je, atashindwa kuulisha? Tubo, Mungu aliyepeana uhai, Mungu aliyepeana mwili atashindwa kuuvisha na mavazi, manguo yaliyo mazuri? So unapata ya kwamba because of our insecurity or our desire and our feeling like this is what stands for me, we go for that. And you know, when you say that, you are literally saying, Job, you are my God. This person, you are my God. And God is crying out to you now and saying, come back to me. And you sit down there, he's saying, that time you wait until trouble comes. Wait until that job comes down crumbling. The job that made you do things that don't please God. The job that drew you away from God. Wait until that relationship is destroyed. What happens? You run back to me and you tell me, arise and save me. Praise the name of the Lord. For how long shall we run to God only when we are in trouble? For how long shall we associate with God, associate our God with delivering us from our difficult situations? How can we come from there and celebrate our God even in times of abundance, in times of prosperity, in times when we are doing well? Can we still be found celebrating God? Can we still be found in the house of God worshiping? Verse 28, but where are your gods that you made for yourself? Let them arise if they can save you in your time of trouble. For as many as your cities are your gods, O Judah. So, that time unakuja kuambia Mungu, niokoe, anakuuliza, ile biashara ambayo ulikataa kuniabudu kwa sababu yake iko wapi sasa? Yule mtu ambaye ulikataa kunifuata kwa sababu yake yako wapi sasa? Si ainuke akusaidie. Si ulikataa kwenda kuomba? Si ulikataa kwenda kwenye ibada?
Si ulikataa kwenda kwenye ushirika? Si ulikataa kutenda wema wakati ambapo nilikwambia utende wema? Si ulikataa kufanya hilo? Sasa unanililia, si hiyo jambo ilifanya ukatae kwenda kuniabudu ikusaidie? That is God speaking. That is God saying that look at how you have hurt me as your husband. In vain have I struck your children, they took no correction. Your own sword devoured your prophets like a ravening lion. I have omitted verse 29. Why do you contend with me? You have all transgressed against me. Why do you keep saying I have abandoned you? Why do you keep complaining that God has forsaken me? While it is you who forsook me before. Because that is the trouble. People forsake God, then they get themselves in trouble, then they start saying, God is not caring, God is not loving, God has forsaken me. Why is God bringing me this trouble? In this same chapter, God is saying, you brought it upon yourself. Praise the Lord. So of course there is suffering that we get as believers, but there are some that we get simply because we took ourselves there. We took ourselves there. Verse 31. And you, O generation, behold the word of the Lord. Behold the word of the Lord. Have I been a wilderness to Israel, or a land of thick darkness? So God is saying, is this who I have been to you? Have I been a person who can't provide for you? Have I been a person who cannot be esteemed or seen to provide direction? Why do my people say we are free? We will come no more to you. Can a virgin forget her ornaments, or a bride her attire? So these are images of their day. Ni mifano ambayo inalingana na wakati ule, ya kwamba msichana ambaye hakuwa amejinajisi alikaa amevaa vipuli, amevalia pete zake, amevalia midira zake, amejirembesha vizuri. Na ndivyo unaweza sikia mtu akiulizwa, kairetu kanini no kuirekereria. So the expectation is, kama huyu mtu ni msichana mdogo, anatakiwa kujiosha, kujivisha, kujiangalia vizuri. Bwana asifiwe. So Mungu anauliza, je, huyo msichana unafikiria anaweza toka nyumba bila vipuri zake, bila kujirembesha? Siku hizi wanawekaga, unapata unashindwa, kwani walikuwa na time mingi aje, mpaka uso ni tofauti, umepakwa, umetengenezwa, nywele imeangaliwa, kila kitu. Mungu anauliza, je, msichana huyu anaweza kusahau? But worse enough, imagine a bride ambaye amesahau gauni yake. Anakuja wedding, kile alilala nayo. Nakuja harusi. That is what my people have done. Bwana asifiwe. Imagine hiyo ndio picha ya watu ambao wamemwacha Mungu. Ya kwamba umepewa nguo ya harusi kama mwana kondoo. The Bible says, nani huyo ambaye anaweka vazi lake likiwa safi? Lakini unakuwa kama bi harusi. Do you know people sin in different situations? There are people they get excited, the excitement makes them forget themselves. Nakwambia mimi nilienda bash tukafurahia, happy. Nikapata nimekunywa, nikapata nikusahau. Bwana asifiwe. Shida pia inaweza fanya mtu asahau. Akae kama bi harusi ambaye anaenda harusini na stocking na t-shirt imeandikwa sengenge ni ng'ombe. Na ni bi harusi. That is a picture that God here. And he is saying, yet my people have forgotten me, days without a number. Unajua ni ukisahau tu siku moja unaita mtu kijina alafu nimeokoka. Lakini ni ile ambayo siku nyingi wamenisahau. Bwana asifiwe. Ama hujawahi jipata hapo? Unafungua mdomo unasema maneno mawili alafu unakumbuka umeokoka, unarudi kwa wokovu. Lakini Mungu anasema hata sio hiyo incidental, sio hiyo mmenisahau siku nyingi, imekuwa mazoea. Na Wahibrania inasema nini? Wahibrania inasema ya kwamba dhambi za mazoea kumwagiwa damu tena, ila ni kusubiri ghadhabu ya Mungu ichomayo kama moto.
Perpetual, continuous sin. Dhambi ambazo unazifanya kwa mazoea. How well you direct your course to seek love, so that even to wicked women you have taught your ways. Also on your skirts is found the lifeblood of the guiltless poor. Breaking in. Yet in spite of all these things, you say, I'm innocent. You're still defending yourself. Surely his anger has turned from me. Behold, I'll bring you to judgment for saying I have not sinned. So God is saying here, there's a very chapter 3. There's a very important point here. That the reason why I will bring you to judgment is because you have said, I have not sinned. Bwana asifiwe. You are in denial. You are accepting what is sinful as not being sinful. How do you go about changing your way? Now he is asking now. You shall be put to shame by Egypt, as you are put to shame by Assyria. So Egypt in the Bible is a reflection of the world, is a typo or an image dunia. So inawaambia wewe ni wa kanisani, lakini hiyo dunia hiyo tu itakuaibisha. Na inasema as you are Assyria, you know they are already in Assyria, Israel, so he's speaking to both as slaves. From it to you will come away, with your hands on your head, for the Lord has rejected those in whom you trust, and by them. Let's go to chapter 3. I'm moving faster. If a man divorces his wife and she goes from him and becomes another man's wife, will he return to her? Would not that lad be greatly polluted? You have played the whore with many lovers. And would you return to me, declares the Lord? The context of this is, God had given the rules of divorce. One of the reasons being, he wanted to make it as difficult and as hard as possible for you to divorce your wife. And one of the rules was, if you divorce your wife and you give her a certificate of divorce, you should never go back to her. What else if you should never go back to her. Because what will happen is that, and many times divorce is seen from the man's side, but you can also look at it from the woman's side. When we are in the marriage relationship, there is always a feeling like if I left this woman, if I left this man, then life might be better. Things will be smooth. Things will be good. But what happens is that many times when you leave that man or that woman and go and get another man or another woman, then you realize that the one you have got is worse. And that is why divorced their woman and married another, there is a very big tendency of them marrying so many. I remember talking to someone and telling me, since he left me, he has now married 4 and left them. Because you leave this woman because you think they are bad, but when you get this other one, you find that one was a demon, this is a real devil. And so you want to run back to the demon. It might have some mercy, the devil has no mercy on you. And so there would be a tendency of men who have divorced their wives to want to go back because they have now found it is worse out there. I remember, I think it was like 2 weeks ago, a colleague of mine telling me she was going to a wedding. And this wedding was for people who are doing a wedding for a second time. So they walikuwa wameoana, wakapitia divorce na wakapeana divorce, and then after miaka kama 10 hivi wakaona hapana alikuwa mzuri, wakapanga harusi nyingine ya kanisa. Walifanya harusi I think last Saturday but one. And it happens. I told you there is a friend of mine, the brother, very prominent, doing very well in the corporate world, at the top of the corporate ladder in this country. They have been divorced with the wife for 10 years now. And he says, ukisikia mtu ambaye anataka kudivorce mke wake, mtume kwangu. Nimwambie kile anachotaka kufanya ni kibaya, suicidal, hatakiwi kujaribu. Bwana asifiwe. Because he divorced his wife,
married another woman. But the life he has gone through for those 10 years, he wishes he can reverse, but he cannot. He wishes he can go back to his first wife. So brothers, stick with the one you have. Si mngesema amen kwanza kabla ya kusema sisters. Okay, sisters, stick to the one that you have. Bwana asifiwe. Tengeneza yule uko na yeye. Bwana asifiwe. Ni kutengenezwa huwa wanatengenezwa. Ni kutengenezwa huwa wanatengenezwa. Na ni wewe utengeneze. Kuna mtu anasemaga mwanamke ni kama kitabaa umepewa. Wewe ndiye utadetermine itatoka namna gani. Si unaona nguo ukienda upelekee food nguo, kuna mwenye anaweza kukushonea ukatae kuwahi kuivaa. Ukiivaa inakuonyesha ni kama huna proportion, ni kama mwili upande mmoja ni mkubwa kuliko upande mwingine. Ni food alitengeneza vibaya. Kwa hivyo wake na waume ni kama nguo ambayo umetengenezewa, ni kama kitabu umepewa, wewe ndiye tengeneza. Ukiona wa mwingine ni kama wanaishi vizuri, tengeneza wa kwako. Tengeneza wa kwako na atakuwa mzuri. So, hatukuwa huko. Tulikuwa ya kwamba ukiacha utakiwi kurudi. Na Mungu anasema hii ndio sheria. Hii ndio sheria na ni mimi niliiweka. Na nyinyi mmeniacha mimi nikiwa Bwana wenu. Lakini sikizeni, je, mutagairi hiyo sheria? Lift up your eyes to the bare heights and see. Where have you not lavished? Ni wapi ambao hamjaniasi? By the waysides you have sat awaiting lovers. Like an Arab in the wilderness. You have polluted the land with your vile whoredom. Biasharani mmeharibu jina yangu. Kijijini mmeharibu jina yangu. Kila mahali mmefanya kila kitu. Therefore the showers have been withheld, and the spring rain has not come. Yet you have the forehead of a whore. You refuse to be ashamed. Kwa hivyo nikasimamisha mvua isikuje. Nikawafanya msipate mazao. Lakini hata hamukuficha. Unaona gari wekwa kakitu hapa juu kameandikwa taxi. Na kuna zingine ambazo ni taxi za kujificha, hazina kako kakitu lakini wamekaa tu. Nyinyi mmekuwa kama hiyo taxi imewekwa kakitu hapa juu. Waka kanasema taxi. Lakini yenu, that is what God is saying. That on your forehead. Yet you have the forehead of you refuse to be ashamed. Ya kwamba jameni, hata ukifanya ukahaba si ujifiche kidogo. That's what he's saying. Lakini nyinyi hamuna aibu. Nyinyi ni wewe kanisa ni mke wangu. Lakini and this, if you look at this, and sometimes you look at the things that are happening in church today, it is a true reflection. Watu wengine hawana aibu. Hawana. Wanajishikanisha na kanisa. Wanasema wao ni kanisa. Wanasema wao ni wachungaji, hata titles wanaweza jipatia zilizo juu zaidi. Lakini ukitazama mambo wanayoyafanya na wanayatangaza hata kwa runinga, wanayatangaza yanagairi mienendo, yanagairi. Bwana asifiwe. Wengine wanasema ni waibaji wa nyimbo za kumwabudu Mungu. Ni waibaji wa gospel. Lakini ukahaba hia ukiwa ni mfano wa habi ambazo wanazifanya ni mwingi sana. Hawafichi. Kwa nini mtu aseme mimi ni muibaji wa nyimbo za gospel, mimi nimeokoka, mimi namtumikia Bwana, lakini anasema nilipata mtoto na hapa anaishi na mwanamke, lakini kwa runinga akisema tumekuja kumsifu Bwana ndio ana propose, lakini wanaishi pamoja na wako na mtoto. Hawana aibu. Bwana asifiwe. You have won the forehead of refuse to be ashamed.
Have you not just now called to me? Because after umefanya hivyo, umekuja kanisani, umeniita, you said, my father, you are the friend of my youth. Will he be angry forever? Will he be indignant to the end? Behold, but you have done all the evil that you could. 6 is where now God now goes down. You know, when I look at this and I try to get the image of God communicating this message, I see the first part being God is angry, very angry, reprimanding, but at verse 6, I see him now coming and saying, but, you know, like you find your child doing a wrong thing and you are angry with them, unachapa, unakasirika, then unakumbuka bado ni mtoto wangu. Bado ni mtoto wangu. Maana anakuja tu and what I must say here is this. Maybe it's a parenting lesson. Ukimwadhibu mtoto kwa sababu amefanya kitu baya na umemaliza kumwadhibu, kwa sababu wengine huwa wanaadhibu the whole day kutoka asubuhi, makelele tu. Inatakiwa kuwa an event ya dakika chache. Ukimaliza kuadhibu muda huo mchache, baada ya hiyo mtoto akuje kukuhug, usimwambie viena kwa uwe ndio unaweka. Muhug, muonyeshe upendo. That is how our God is. Praise the name of the Lord. Because wengine unakasirikia mtoto wiki mzima. Bwana asifiwe. Nikichukua mchipi, nichape Jeremy, nimchape, nimalize, alie alafu apanguze machozi. Alafu akuje kwangu ambie, dadi nipe simu nicheze. Natakiwa kumpatia. Praise the name of the Lord. That is what discipline is. Because we are not supposed to punish children. We're supposed to discipline them. But many times we punish them. Our desire is not to correct them. Our desire is to have them feel the pain. But the desire of a loving, caring parent, the desire is that they turn. And that is why sometimes sometimes uchapi, kwa sababu unatafuta ni jambo lipi nitakalo lifanya litakalo mrejesha, litakalo mbadilisha. Na wakati mwingine unaweza pata kuchapa itampatia uchungu, lakini naweza kosa kumbadilisha. Na uone ni ukweli amefanya kitu baya, ni ukweli amekosea sana, lakini nitamuongelesha. Nitajaribu kuongea na yeye na ili nimcorrect. Because you're not punishing, you're correcting. So from verse 6, God does so. The other verses, he's annoyed, he's angry with us. Then the Bible says, and the way so Jeremiah is reporting to us. He's dictating this to his scribe na anaandika. Na kwa hivyo yaweza kuwa haifuatili, yaweza kuwa si ya kwamba baada ya Mungu kusema maneno aliyoyasema in verse 5 akasema yale aliyoyasema in verse 6. Inawezekana hata kuna muda mrefu hata wa miaka. Na hapa ndipo anasema, the Lord said to me in the days of King Josiah. So why I think Jeremiah is keen in terms of referring to King Josiah ni kwa sababu King Josiah is believed to be a king who came to reign, na alipoingia lengo lake moja, one of his greatest objective ilikuwa ni kurejesha Juda katika na Josiah alipokuwa mfalme, kuna mambo kadhaa aliyoyafanya. Kutafuta vitabu vya sheria na kuvirejesha. Hekalu ambayo ilikuwa imeachiliwa, vitu zingine zimeanguka, he refurbished it. Alikuja akaiosha, akaitengeneza, akaanza kurejesha vitu mahali vilivyokuwa. Maana lengo lake lilikuwa ni kurejesha ibada ya Mungu mahali inapotakiwa kuwa. Na kwa hivyo alimpendeza Mungu. Yale mambo aliyoyafanya, shauku aliyokuwa nayo na bidii anarejesha uabudu wa kweli wa Mungu, yalimpendeza Mungu, yalifika mbele zake Mungu kama manukato mazuri. Na kwa hivyo kuna uwezekano the change of heart ambayo iko hapa inaweza kuwa informed
na ile kazi ambayo Josiah anafanya, ile bidii ambayo Josiah anatia katika kurejesha watu kwake Mungu. Na kwa hivyo Yeremia anatuambia maneno haya Mungu alinenea wakati wa Josiah, sio wakati wa Zedekiah, sio wakati wa Jehoiakim, sio wakati wa Jehoiakim, sio wakati, ni wakati wa Josiah. Praise the name of the Lord. And my desire is that wherever we are, we will do things and create an environment ambayo itafanya Mungu anene maneno ambayo ni ya kurejesha, ni ya kubariki, ni ya kuinua. Can I be that person in House of Worship Kamuru that I will make it possible for God to come and speak to the church, because I have made it, especially when God has really given us positions of authority. If God has allowed me to be the pastor in House of Worship Kamuru today, ni vipi ambavyo behave na maana, ni vipi ambavyo nitaishi maisha yangu kwa njia ambayo hata kama wengine wanaweza kuwa wamefanya mambo ambayo yanamuasi Mungu, kwa sababu ya mimi kiongozi na vile ambavyo ninavyoishi maisha yangu, Mungu atageuka na aseme nitarejea, nitawapatia nafasi nyingine. Bwana asifiwe. Ya kwamba mimi ndiye head of my family, na hata kama watoto wangu, hata kama wale walio katika familia yangu wamemgeuka, mimi kama kiongozi nitatekeleza, nitafanya mambo, nitasimama kwenye lile pengo, na ili Mungu aache kuona uofu wa wale watu, na kwa ajili ya bidii na mambo nayo yafanya, arejeshe, akuje aseme I am giving you another chance. Praise the name of the Lord. Wana wa Yuda wamefanya dhambi, wamemwacha Mungu, wameabudu sanamu zingine. Isaya mfalme amesema ya kwamba what come may, I the king will not go vile watu wanaenda, nitasimama vizuri. Naye Mungu akasema, kamwambia Yeremia, have you seen what she did, that faithless one Israel, how she went up on every hill and under every green tree, and there played the whore? So God is saying, have you not seen? Umewaona nyumbani kwao, umewaona katika biashara zao, umewaona katika vijijini wanamoishi, umeona vile wanavyofanya mambo, umewaona. And I thought after she has done all this, she will return to me. Nilifikiria atashiba kufanya maovu, nilifikiria ata come to his senses na aache kutenda, but she did not return. And her treacherous sister Judah saw it, that Israel walifanya dhambi na wakakataa kurejea. Judah, na nimesema, so Israel, so it's the 12 minus Judah and Benjamin. So Judah and Benjamin is Judah. They are, as Jeremiah is writing, right now they're in Jerusalem. Israel, the other 10, Reuben, Dan, Issachar, the other 10 are in Assyria as slaves. And so God is saying, the 10 sinned against me. They did wrong. And Judah saw it. So what? So how I treated them. I took them and allowed them to be taken captives. And Judah was seeing that. Aliona nikifanya hivyo. She saw that for all the adulteries of that faithless one, Israel, I had sent her away with a decree of divorce. Yet her treacherous sister Judah did not fear, but she too went and played the whore. So Mungu anasema, your elder sister or brother Israel alifanya dhambi, nikakasirika, nikamdivorce, nikasema yeye sio wangu, na in slavery. Si hata wewe ukiona, si wanasemaga ukiona cha mwenzako kimenyolewa na chako kitie maji. Vile uliona Israel, si ungegeuka wewe. So he's saying it's foolish to learn by your own experience, whereas you can learn by other people's experiences. Bwana asifiwe. Ukiona wengine vile walimuasi Mungu na vile alivyo watendea, si na ugeuke. Lakini anasema Juda iliona na haikugeuka. Yeye pia
dhambi zake. Because she took her whoredom lightly, she polluted the land, committing adultery with stone and tree. Anasema walichukulia dhambi kiurahisi, because sin must be taken with the seriousness it deserves. Bwana asifiwe. We must understand sin for what it is, what it does to us, and what it does to the relationship that we have with God. But some of us take sin so lightly, so lightly. He's saying, yet for all this, treacherous sister Judah did not return to me with her pretense, declares the Lord. She still came bringing the tithe. She still came in the temple to worship. And the Lord said, faithless Israel has shown herself more righteous than treacherous Judah. Go and proclaim these words toward the north and say. So he's telling Jeremiah, Judah wamekuwa wabaya sana. Ebu waache kwanza. Wachana na wao kwanza. Fanya hivi. Enda kule Assyria kwa Israel. They are already in captivity. I already have given them a decree of divorce. Mimi niliwaoga kuidhaba nimeosha mikono yangu, nilikuwa nimewaacha, nikabaki na Juda. Nikafikiria maybe Juda watakuwa wazuri, lakini nimewaangalia wamekuwa wasi. So fanya hivi, wachana na wao kwanza. Enda kule kwa Israel na uwaambie, ni ukweli kama mwanaume akipatia mwanamke divorce hatakiwi kumrudia hata kidogo. Na ni ukweli, hiyo ni sheria yangu. But now I'll defy my own law. I'll defy kile ambacho mimi mwenyewe nimesema. Bwana asifiwe. And that is why some people will talk of do they call it the impunity of grace or the scandal of grace? You know, that it's undeserved. People who should not receive good. People who God should not even think about. He thinks about them. Bwana asifiwe. People who, the way they have lived, you know, the Bible says that while we were yet sinners, so that at that point, there was no reason why God would think about us. But grace. So he says, even if the decree, the requirement is that I have given a divorce. And I say, Israel, I gave them a decree of divorce. Go and tell them, return, faithless Israel, declares the Lord. I will not look on you in anger, for I am merciful, declares the Lord. Bwana asifiwe. So God is saying, I should leave Israel for good. I should not even think about them. They have hurt me, lakini enda kwao tu. Waambie mimi ni Mungu wa rehema nyingi. And you see the way he says, return, faithless Israel. Sio kwa sababu ya chochote walicho, bado wao ni faithless Israel. Bwana asifiwe. Bado wao bado wao ni watu wasionifuata, lakini enenda uwaambie warejee kwangu. Bwana asifiwe. Our salvation is not by works. God is saying, you have done all those things. Umeniaibisha katika lakini tafadhali, si hata kama nilikuwa decide kukuacha, rejea sasa. Na kwa nini? Sitakuangalia katika ghadhabu yangu, maana mimi rehema. Bwana asifiwe. So brethren, it doesn't matter how far you feel you have fallen from the grace and the love of God. It doesn't matter how far you feel you have fallen in terms of the sinfulness that you have gotten yourself. God is saying, Bwana asifiwe. The Lord is saying, ukirejea sitakuangalia kwa ghadhabu yangu. Kwa sababu wakati mwingine sisi ukataa kurejea kwa sababu tunaogopa. Nakumbuka one lady, tukiwa vijana wadogo in teenage, wakati tulipookoka ya wokovu, akatuingiza, akawa mzuri, akatuonyesha njia. Na siku moja akaanguka, backslide na akaingia katika dhambi. Na alipoanguka, siku moja tukitoka masomo, tukapitia kwake. Tukamwambia, dada, tafadhali rejea kwake Mungu.
Akasema nimemuasi Mungu sana, nikirejea hawezi kunikubali. Dhambi ile nimefanya ni kubwa, Mungu amekasirika na mimi. Na akaquote hiyo, there is a somewhere where the Bible says ya kwamba kama kuna mmoja ambaye ametest uzuri wa ufalme na baadaye akarejea nyuma, inasema ya kwamba ni vigumu sana yeye kuwa restored, ya kwamba anakaa kama ni wapi? Hebrews 4:6 ni kama miti imekauka inangoja tu moto. Akasema the sad thing ni ya kwamba mpaka wa leo, so I'm talking, niliokoka 1991, so hiyo ni miaka karibu 20, mpaka wa leo hajawahi rudi kwa wokovu. Kwa sababu wengine wetu tunahisi ni ya kwamba ni kama vile tumemuasi Mungu, tumefika level, kiwango cha kurejea ni ngumu. Lakini ningetaka kusema ya kwamba you can always correct it as long as you still here on earth. Unaweza rekebisha, unaweza rejea, unaweza tengeneza mambo, unaweza rudi kwake Mungu. Bwana asifiwe. So nasema waambie, maana wakati mwingine unaogopa ghadhabu ya Mungu. Unasema sasa nikirudi kwake Mungu hata amekasirika na mimi, anaweza kunimaliza na ghadhabu yake. Mungu anawaambia yangu, for I am merciful, declares the Lord, angry forever. What do I require? Verse 13, only acknowledge your guilt, that you have rebelled against the Lord your God, and scattered your favors among foreigners under every green tree, and you have not obeyed my voice, declares the Lord. Praise the name of the Lord. That is what the Lord needs. Stop defending yourself. Stop saying that you have not sinned. Stop justifying that wrong. Come back to him. Acknowledge, kubali ulimkosea. Bwana asifiwe. Because the biggest disaster among is when we have sinned, but we are not willing to hatutaki kukubali kile ambacho tumefanya ni dhambi. Mungu anasema niko na condition moja. Ni ukweli, nitakubali mrejee hata kama niliwapatia certificate of divorce. But I have one condition. Lazima mkubali makosa yenu. Bwana asifiwe. Lazima mkubali makosa yenu. Na mkubali ya kwamba mumeniondokea. Sorry, we are in 3 bado. Look at verse what? Yeah? 13. Sorry. Yes. Return, O faithless children, verse 14. So acknowledge ya kwamba Mungu, hii biashara vile nimekuwa nikiifanya katika njia mbaya. But let me also point this. The word there is return. So what is it saying? Then you have to live where you are. Return means you're not me. So you don't acknowledge your sin and continue remaining in sin. Returning means Israel, leave the whodom. Acha hiyo Mungu, rejea. It's an intentional process of coming back. So Lord, I have been doing this business the wrong way. What does it mean to return? Start doing it the right way. Praise the name of the Lord. I've been treating my wife the wrong way. I've been treating my husband the wrong way. I've been treating my children the wrong way. I've been treating the community where we live the wrong way. Return means stop now doing that and start doing the right thing. Praise the name of the Lord. It's an image also. So returning is stop this that has been angering God, and now you will please. For I am your master. I will take you, one from a city and two from a family, and I will bring you to Zion. Bwana asifiwe. I'll take you and I'll bring you to Zion. What is God saying? He is saying that niokolewe hapa. Hana shida, hajafanya makosa yoyote. Bwana asifiwe.
yeye anafanya kile ambacho anatakiwa kuwa akifanya wakati kama huu. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo kama unasumbuka kwa sababu ni wewe na akili zako hamfanyi kile mnatakiwa kuwa mkifanya wakati kama huu. So he is saying, and two from a family, and I will bring you to Zion. When you hear Zion, what comes to your mind? Bwana asifiwe. Na tunaenda wapi? No, tumetoka Misri tunaenda Kanaani. Bwana asifiwe. Zion inaonekana kama ni mlima wa Bwana. Bwana asifiwe. So, God is simply saying, I am your master. So if you return, I will take one from a family, one from a city, two from a family, it's an image, and I'll bring you to Zion. I'll bring you to a place of joy. I'll bring you to paradise. I'll bring you to a place of fulfillment. I'll bring you to a place where we will have fellowship with you. Zion is a place where we have fellowship with God. Zion is the place where Moses will go and they will have conversation with God, and he will come back with the message. He will come back with the 10 commandments. He will come back with what the Lord had said. So I'll bring them to a place of communion with me. I'll bring them to a place of joy and peace. Kwa nini inaisha haraka hivi? I thought tutamaliza hii chapter, lakini imekataa. So from verse 15 going down is believed to be a prophecy of our day, of today, where God is talking about the shepherds that he'll bring, who are after his own heart, and the fruitfulness. And so when people look at the things that happened, you know, now the beautiful thing about today is that we can look back in history and see what has been actualized. And we can take for ourselves what has not been actualized as a prophecy for us. Bwana asifiwe. For the whole time that Jeremiah is preaching, actually the people don't turn to God. They don't return. And that gets taken to Babylon. So there are prophecies that will be spoken, and the Old Testament being a shadow of the New Testament, we have to pick some things and ask ourselves, is this talking about us? Praise the name of the Lord. Is this shepherds who are after